Karibu katika simulizi ya hadithi ya safari ya Mheshimiwa Hassan Masala kutoka ndoto hadi uongozi. Simulizi hii ambayo itaenda kugusia maisha yake kuanzia chipukizi ya sasa yake wakati anaanza akiwa kijana mdogo mpaka baadaye kuja kuwa mtu mkubwa huko Mwanza. Hivi sasa tunapozungumza ni mkuu wa wilaya ya Ilemela huko mkoani Mwanza. Hassan Masala amepitia changamoto kubwa sana katika maisha yake ya awali mpaka kufikia hivi sasa. Ni mara chache sana viongozi ambao walianza vizuri na wakamaliza vizuri kama kwa Hassan Masala. Nitaenda kupitia historia yake ya kusisimua, simulizi yenye ujasiri, yenye matukio, simulizi iliyojawa na sifa nyingi na kemkem, simulizi ya changamoto. Mimi ni Todo Alexander Scott Rizzi, msimuliaji wako wa siku leo. Hii ni Usiku TV. Kabla tujaendelea, ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia tu nguvu na wa kwanza ambaye utakuwa unapata simulizi zetu kila wakati na kila muda. Katika ardhi ya Tanzania ambako ndoto ya wengi huanza chini na kupanda hatua kwa hatua, juhudi na imani, alizaliwa katika kijana mmoja tarehe 1 Julai mwaka 1979. Jina lake lilikuwa Hassan Elias Masala. Hakuzaliwa akiwa na cheo, mamlaka wala sifa. Alizaliwa kama mtoto wa Kitanzania mwenye matumaini, akiwa katika mazingira yaliyomfundisha thamani ya uvumilivu, nidhamu na kufanya kazi kwa bidii. Kukua na malezi yake, Hassan Masala alikulia katika mazingira ya kawaida ya kijamii ya Kitanzania, ambako mtoto alijifunza mapema kuwa maisha hayapewi bali hupiganiwa. Alikulia akishuhudia changamoto za wananchi wa kawaida: elimu, afya, kipato na haki. Hali iliyomjenga ndani yake hamu ya siku moja kuwa sehemu ya suluhisho, si watazamaji wa matatizo. Elimu na maandalizi ya maisha. Safari yake ya elimu ilimjengea fikra na mtazamo, ingawa si taarifa zote za shule na vyuo vyake ziko wazi kwa umma. Ni wazi elimu yake ilimwezesha kusimama kwenye majukwaa ya maamuzi makubwa ya kitaifa. Alijifunza si tu darasani bali pia kupitia maisha, akifahamu kuwa elimu ya kweli ni yale iliyomsaidia mtu akitumikia jamani. Si ajabu baadaye angekuja kusema kuwa msisitizo kwamba kama unaona elimu ni gharama, basi jaribu ujinga, alisema Hassan Masala. Kauli hii imekuwa nembo ya msimamo wake: elimu na msingi wa maendeleo, si mzigo. Kuingia kwenye siasa. Kwa ari ya kuwatumikia wananchi, Hassan Masala aliingia rasmi katika siasa kupitia Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Na hapo ndipo safari yake ilipoanza rasmi. Safari ya uongozi wa kitaifa ilianza kumchukua sura mpya kupitia chama chake cha CCM. Mwaka 2015, kumradhi, alichaguliwa na wananchi kuwa mbunge jimbo la Nachingwea, nafasi iliyomhudumia hadi mwaka 2020. Ndani ya bunge hakukuwa na tu na wakilishi wa jimbo lake, bali pia sauti ya wananchi aliyotaka maendeleo, uwajibikaji na haki. Bungeni alijifunza kusikiliza hoja tofauti, kujenga hoja kwa maslahi ya wengi, kuunganisha siasa na maendeleo ya wananchi. Hii ilikuwa shule ya vitendo vya uongozi. Aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Ilemela. Bado uzoefu wa ubunge, serikali ilimwamini zaidi na zaidi. Hapa ndipo ikamteua kuwa mkuu wa wilaya ya Ilemela, manispaa muhimu ndani ya mkoa wa Mwanza. Hapa ndipo Hassan Masala akabadilika kutoka mtunga sera kuwa msimamizi wa utekelezaji, yani DC. Kama DC wa Ilemela, amekuwa mstari wa mbele kutembelea miradi ya maendeleo, kusikiliza kero za wananchi ana kwa ana, kusimama na kusimamia miradi ya elimu, afya na miundombinu na maji, kuwataka watendaji wajibikaji na kasi ya kazi. Hakutaka uongozi wa ofisini pekee, bali uongozi wa miguu vumbini. Mtindo wake wa uongozi na falsafa yake. Uongozi wa Hassan Masala unakisi falsafa moja kuu: serikali ipo kwa ajili ya wananchi, si wananchi kwa ajili ya serikali. Amekuwa akisisitiza ushirikiano kati ya serikali na wananchi, wajibikaji wa viongozi na ngazi zote, thamani ya elimu kama chachu ya maendeleo na vizazi vijavyo. Katika safari zake na ziara zake, mara nyingi hakukulia akihimiza miradi ya serikali,
ni mali ya wananchi. Ni wajibu wetu kusimamia na kulinda. Hitimisho na safari inayoendelea. Hadithi ya Hassan Masala ni hadithi ya kufika mbali zaidi, kuendelea kusonga mbele. Ni simulizi ya mtoto wa kawaida aliyekulia katika ndoto, akaandaliwa na elimu, akaimarishwa na siasa, na leo hii anasimama kama kiongozi anayebeba dhamani ya maelfu ya wananchi wa Ilemela. Ni hadithi inayothibitisha uongozi wa kweli huanza na cheo, lakini pia hauanzi na cheo, unaanzia na dhamira pia. Hii ni simulizi ya Hassan, mkuu wa wilaya ya Ilemela. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV.